Haleluya. Tuweze kuinua mikono yetu ya vichwa vyetu, tuweze kupamba maua tumishi wa Mungu. Haleluya. Tunapofurahia na kukaribisha neno la Bwana. Haleluya. Kwa hivyo ningeomba uweze kuepuka kila upande. Haleluya. Kwanza weke mikono yetu chini, tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako Bwana. Tunakuinua, tunalitukuza, tunaliheshimu jina lako. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Mfalme wa wafalme, pokea sifa na utukufu wako. Asante kwa sababu my Father, wakati mwingine umefika tukaweza kusikia neno lako. Ebeneza wewe mkuu, na umeandaa my Father neno lako Bwana kwa ajili yetu Mungu. Ebeneza ni asante kwa sababu umeandaa mtumishi wako Bwana Mungu na neno la kutoka kipindi chako cha enzi. Asante Bwana Mungu kwa sababu unaenda kuachilia neno lako kwa kila mmoja wetu Bwana Mungu. Fahamu vile tuliweza kuingia, sio vile tutatoka Bwana Mungu. Maana Mungu tunaenda kumega na tutakuwa maifara tumeshiba Bwana na Mungu kwa utukufu wa jina lako Bwana Mungu. Asante kwa sababu Bwana Mungu niko hivi na Bwana Mungu nimekuja Bwana kuitia nguvu kutuinua Ebeneza kutujenga nguvu mpya Bwana Mungu. Asante kwa sababu Bwana Mungu wewe pamoja nasi mchana wa leo Bwana Mungu. Asante kwa sababu ya mtumishi wako. Tumie kadri na mapenzi yako. Mtumie mfara, mpe ufunuo kanene kadri na mapenzi yako. Akanene wosia wako Bwana Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kila roho watu wa kupinga neno ana nguvu, hana uwezo kwa Jesus. Tutangaza maisha roho asipata imani wakuleta usiku ana nguvu na uwezo. Bwana wa Mungu tuione na utuunganishe pamoja. Ndiposa tukasikie kile cha Bwana uko nacho ni kwa ajili yetu. Ni asante Bwana wa Mungu, ni kwa sababu umekusudia kutenda mambo mema. Asante Mfalme, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Nisema amen. Amen. Haleluya. Kwa hivyo ni furaha yangu kuweza kukaribisha mnenaji mchana wa leo. Kwa hivyo tuweke mikono yetu na kukaribisha mtumishi wa Mungu katika madhabahu. Haleluya, mpige Bwana makofi mazuri. Tunakaribisha mtumishi wa Mungu. Yeah.
platform ya mabisa. Jipewa sana na leo. Amen. Yobia taihubiri tu. Taambia tu. Amen. Ujue kwamba wakati Mungu ananena na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuwa pale maandishi. Mimi nilikuwa na leo Sunday. Amen. Amen. So nikubalia nirudie. Kwa wale ambao hawakuweza Sunday, kwa wale ambao hawakuelewa alikuwa anamaanisha nini? Amen. Amen. Wacheni turudie tena tusikie kwamba yale ambayo sisi hatuyawezi Mungu wetu anaweza. Amen. Na anakuwazia mema. Amen. Katika hiyo magumu na mazito, katika hiyo milima na mabonde, katika hiyo uchungu ya magonjwa, katika hiyo hasara na kukosa kazi, si kumaanisha kwamba amekuacha. Amen. Si kumaanisha kwamba amekutenga, bali tunamaanisha ya kwamba ako pamoja na wewe kabisa. Amen. Mkala sana watu wale mbili sukoni sivyo. Amen. Na hii nayo ni nyingine. Roho Mtakatifu Bwana atukulia leo kupitia neno lake. Nataka kunena nasi kuhusu from trials to testimonies. Kutoka kwa majaribu mpaka kwa ushuhuda. Amen. Ati majaribu inabadilishwa leo iko ushuhuda. Amen. Na hapo ndio nimekuambia kwamba yale yote ambayo umepitia si kumaanisha kwamba amekuacha, si kumaanisha kwamba hakujui, si kumaanisha kwamba amekusahau, si kumaanisha kwamba amekutenga. Amen. Bali haya majaribio ataibadilisha itakuwa ushuhuda kwako. Amen. Hallelujah. Trial, it is a tested, proven experience. Trial, majaribio ni it is a tested, proven experience, often painful, designed to reveal character, to deepen your faith, or to demonstrate God's power. Trial, it is a tested, proven experience, often painful, but designed to reveal character, to deepen your faith, or to demonstrate God's power. Haya majaribio, amen, haya majaribio ambayo tutatoka kwa hiyo majaribio, ndiposa Mungu akaifanya hiyo ushuhuda. Amen. Hiyo mtihani ambao wewe umejaribiwa, umekuwa proof ya kwamba umeweza. Ni uchungu ndio. Amen. Ni uchungu, ni uchungu, unaweza kuwa hasara, unaweza kuwa mapito, unaona kama umeachwa, ni uchungu ndio. Lakini it is designed, hiyo uchungu, hiyo mapito, hiyo milima, it is designed to reveal your character. Ndio kama kwamba ionekane kama kwamba vile unaambianga Mungu ya kwamba unampenda. Saa zile unaweza jipata kwa majaribio kidogo, hiyo ushuhuda bado inaweza remain vile vile, au unasema wewe hiyo Mungu hata simjui sasa. Amen. It is to reveal your character, ama to deepen your faith. Wakati mwingine majaribio Mungu anayachujanga ndiposa ikawe ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Inakuja kufanya imani yako ikiwe na mizizi zaidi ya kwamba wewe hauwezi kudishwa na upepo, hauwezi kudishwa na kitu chochote kile, wewe huwezi kubadilishwa atitolewe kwa Mungu ambao unamjua. Bwana Yesu asifiwe. To deepen your faith. No, I wish tukasema kwamba majaribio huachiliwa na Mungu to demonstrate God's power, ili kuonyesha nguvu na uwezo wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo majaribio yote hiyo kwanza Mungu anaibadilisha na ifanye hiyo ushuhuda. Bwana asifiwe. Mungu anakuinua na ushindi, anakuinua na uponyaji, anainua bendera yako, anakukwama na kukuamua, umeshindwa na kupatia ushindi wa wasade to demonstrate his power. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na siku ya leo haya majaribio ambayo umepitishwa, amen, hiyo moto ambao umepitia, hiyo kilio ambao umepitia, hiyo vita ambao umepitia, hiyo milima na mabonde ambao umepitia, Mungu anaenda kuibadilisha itakuwa kwako ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Pitia hiyo ushuhuda, utakuwa unasimama unatia ile baba kutika moyo nguvu, unamtia nguvu, unamwambia mimi nilikuwa hapo, hata wewe utavuka ufike mahali hapa nimekuwa, hata mimi niliona kana kwamba nimesahaulika, lakini Mungu amenihakikishia, sasa amenipatia ushindi ya kwamba katika hiyo hali yangu yote alikuwa Mungu pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome maandiko katika kitabu cha Yakobo, James chapter 1 and verse 2 to 3. Yakobo 1
2:3. Maandiko yanasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu hulete saburi. Amen. Ndugu zangu, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Waihesabu kuwa nini? Furaha. Hesabuni kuwa furaha tupu wakati unapita kwa moto, ukiangukia katika majaribu mbalimbali. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kujaribiwa kwenu kukuimarisha na kuleta uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Ati uihesabu kwako kuwa furaha wakati unapitishwa katika hiyo majaribio, wakati unapitishwa katika hiyo moto, wakati unapitishwa katika hiyo machozi, wakati unapitishwa katika hiyo hali ngumu, wakati unapitishwa katika hiyo magonjwa, wakati unapitishwa katika hiyo hasara. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama mtoto wa Mungu unaambiwa ya kwamba uihesabu hiyo hali yako ya milima na mabonde kana kwamba ni furaha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utakapomaliza kupita sasa, Bwana Yesu asifiwe, ukivuka katika ile namba nyingine, Mungu atakuvukisha. Neema yake itashuka juu yako. Hiyo makaribio yako, hiyo machozi yako itakuwa ushuhuda kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Usione kana kwamba wakati unapitia magumu na mazito ya kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nani alikuambia ya kwamba wakati unapita katika bonde la mauti yeye hayuko pamoja na wewe? Nani alikudanganya hilo? Nani alikudanganya? Kwa sababu kazi imeanguka, biashara imerudi chini, watoto wameozeka, nyumba imefungwa, shule hawana karo. Nani alikudanganya ya kwamba uko peke yako, ya kwamba umeshindwa wewe? Bwana Yesu asifiwe. Neno limesema uihesabu kuwa furaha wakati unapita katika hiyo majaribio, ni kwa sababu atakupita. Mungu atakuimarisha, Mungu atakusimamisha tena, Mungu atakutetea, Mungu atakuinua, atakupanulia mipaka, atabadilisha hiyo majaribio yako na itakuwa kwako kama ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Waliokuwa na ukiwa chini wanaona umeinuka, watakimbia kutafuta Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Waliofikiria kwamba wamekumaliza, Bwana Yesu asifiwe, wako itakuwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Wapi makofi mazuri kwa Yesu? Hiyo ni ya Yesu ama ni yako? Amen. Uihesabu kuwa furaha. Count it all joy when you fall into different temptations, knowing the testing of your faith produces patience. Amen. Trials are productive, not pointless. Bwana Yesu asifiwe. Majaribio huzaa matunda, haikuwaki ya kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Si ujifunze na wana wa Israeli. Angalia safari kao kutoka kwa Farao mpaka wafike Kanaani. Walipitia majaribio gani? Bwana Yesu asifiwe. Hawana nguo mbili ya kubadilisha, hawana viatu zingine, hakuna supermarket ya kununua chakula, hawana kazi, hawana biashara. Wao ni kuenda tu. Kama Musa aliambiwa, toka uende nitakubariki mpaka mahali nitakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikaa katika hiyo wilderness for 40 years. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Mungu alitaka hayo mapito yao baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ushuhuda kwako Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwahifadhi, Mungu akatembea na wao, wakakosa chakula, Mungu akanyesha mvua kutoka mbinguni, mvua ya mikate. Bwana Yesu asifiwe. Wakakosa maji mahali pa, Mungu akaambia Musa, nenea chiwe iweze kutoa maji. Mungu alimake sure ya kwamba ameprovide. Wakaoteka, Musa akamwinua nyoka, yeyote atakayetazama atapona. Bwana Yesu asifiwe. Haya majaribio yote walipitia, si kwa sababu sio Mungu alikuwa ametumana kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Nani alikudanganya
majaribio ikiwe ushuhuda. Kai, nitasema nini? Ni ukombozi tu wa Mungu. Amen. Amekupendelea tu. Amen. Ameongelea tu, akukomboe tu, akuponye tu, akuinue tu, akubariki tu, akupandue tena tu. Ndiposa hiyo majaribio kwako iwe ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. What was meant for evil, God is turning it around for your good. Amen. What the enemy meant for evil, God has turned it around, turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Amen. Kila ambacho adui alipanga kikuangamize, alipanga kiuishi, alipanga kikuangamize, alipanga ili ukufe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu anafanya kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Anabadilisha hiyo hali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anabadilisha mabaya, anafanya mema, anabadilisha laana, anaifanya baraka, anabadilisha magonjwa, inaiweka naweka uponyaji, anabadilisha kukwama, anaachilia breakthrough. Haleluya. Bwana anabadilisha kile ambacho kilionekana ni ya kukuangamiza, kile ambacho kilionekana ni ya kukumaliza, kile ambacho kilionekana ni ya kukuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Amebadilisha sasa, amebadilisha kila meza, amebadilisha kila hali. Kile kilionekana kwetu ni kibaya, Baba anaifanya maua mapya. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hatujafika, tutafika tena kwa jina la Yesu. Ni kwa sababu amebadilisha hayo majaribio tumepita. Bwana Yesu asifiwe. Kwetu sasa ni ushuhuda. Tunaimba vibaya, tunamshukuru Mungu, tunasema anaweza, tunashuhudia amekuwa mwema, amekuwa Baba, amepelekana nasi, ametutetea, ametupigania, ametuponya, ametutenda wema. Bwana Yesu asifiwe. Kile kilipangiwa kutuangamiza kwetu sasa imekuwa ushuhuda. Maadui mtusikie tena, shetani usikie tena, mitego ulitutegea, mashimo ulituchimbia, hatukuanguka, hatukutegwa, magonjwa ulituma, hatujakufa, hasara uliweka kwetu, hatujaangamia. Baba amebadilisha hiyo majaribio, amebadilisha, amebadilisha, ameifanya ikawa ushuhuda. Tumesimama imara, tunashuhudia Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu na uwezo, aliyeshindwa jemedari wa pekee. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. From life to death, hatujakufa, ndio tushuhudie. Pigia Yesu makofi mazuri. Katika kitabu cha Mitume, Acts chapter 28 and verse 1 to 6. Matendo ya Mitume mlango 28 mstari wa kwanza mpaka 6. Maandiko yanasema tulipokwisha kutoka ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha zote, kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamsonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameondoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamkugusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba na kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba alimpati dara lolote, wakageuka wakasema kwamba wakabadilisha mawazo. Majaribio umekuwa ushuhuda, wakasema ya kwamba ni Mungu. Ati yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma historia kuhusu Paulo kwa sababu tu ya hii
akashikwa na akawekwa ndani, akafungiwa miaka 2, akakuwa kwa prison. Ikakuwa kwamba watatolewa sasa katika hiyo prison ya Kaisaria ambayo ilikuwa katika Judea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasafirishwe wapelekwe hapo kwenye umesikia maandiko Italy huko, wapelekwe Rome ambayo iko katika Italy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaweka ndani ya Merkebu. Yeye pamoja na watu wengine prisoners wengine 276. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wale waliingia katika hiyo Merkebu, wakielekea kutoka Kaisaria waende Rome. Amen. Hiyo safari ilikuwa safari ndefu. Sasa wakafika katikati ya safari, Paulo akawapatia tahadhari, akawaambia, tafadhali, mimi hata kama sijui kuendesha Merkebu, wacheni kupita upande fulani. Amen. Lakini naomba kupita upande fulani kwa sababu hiyo side iko na upepo. Ndio hawakumwamini. Wakashitwa, wakazambia kuna upepo, umeendesha Merkebu. Wewe kwanza hata ni maabudu au na right hata ya kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Wakamdharau Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye Paulo akatulia tu. Bwana Yesu asifiwe. Ati hii Merkebu ikaenda safari kwa muda wa siku 14, wiki ngapi? Wiki mbili. Amen. Ikafika kwa sababu alikataa kumsikia. Wakafuata ile upande ambao ilikuwa na upepo mkali. Ati wakapigwa na mawimbi. Hiyo Merkebu yao ikataliwa hapo upside down. Bwana Yesu asifiwe. Ikageuzwa right, ikageuzwa left, lakini wao wakang'ang'ana kabisa. Vile walifanya hivi. Walitoa kila mzigo kama ile Merkebu ambayo ilikuwa wakati wa Yona. Bwana Yesu asifiwe. Wakatoa vitu zote ambazo ni mzito. Hata chakula walikuwa wamebeba, mali yao, magunia, kila kitu wakatoa wakaweka. Ndiposa waonekana kwamba ile Merkebu ikiwa light itaacha kubebwa na nini? Kusongwa sana na upepo, lakini upepo ikawasonga kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ikawaelekeza katika hiyo island ambayo inaitwa Malta. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wafike Malta, wakiona island iko pale, ilibidi sasa kila mtu aingie ndani ya maji. Wewe uongelee sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu uone kando sasa. Bwana Yesu, ili majaribio tu. Si ati Paulo hakuwa mpasi, na Paulo pia alikuwa nabii. Unasikia alikuwa anawaambia, lakini wakati walipanda kwa jangwa, hapa ndio walisema kai na neema ulikuwa umetuambia. Lakini it was too late. So kila mtu aingie kwa maji. Sasa ni muhuri toe. Amen. Wote the 273 prisoners wakazui mpaka wakafika katika hiyo island ambayo inaitwa Malta. Mahali pale neno limesema wale watu Mungu alikuwa amewaandaa wakakaribisha kina Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakawapatia kuni, wakawasha moto. Ni kwa sababu wote wameoa maji. They had nothing. Hakuna chochote ambacho waliokoa. Ile tu nguo yenye mtu alikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kila mtu alikuwa anakimbia apate kuokoa maisha yake. Sasa wakati moto uliwekwa na wote hapa wakazunguka, ndiposa wakapata kusikia joto. Paulo anakata kuni akiweka, anavuja kuni akiweka tu. Moja ya kuni. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ilikuwa na nyoka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ile nyoka ni kwa sababu ile mwenye amevuja na akaweka watu kwa moto. Hiyo nyoka kwa sababu ya joto na moto ikaruka na ikarudi katika mkono wa Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Ikajikuta katika mkono wake na ni nyoka wenye poisonous. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale watu wa Malta wote wakaanza sasa kumgeuka kwa ukasema yaani huyu mtu amenasuka katika kukufa kwa Merkebu kwa maji. Sasa tena amekuja kuumwa hapa na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwani huyu alikuwa na shetani. Yaani waliona